Diamond akichukua msanii Mtwara, Harmonize, ujue ameisha. Ujue ameisha. Huo ni uongo. Yani wewe unaonekana kwamba yani wewe uelewi lolote na ufanye. Hamna kitu mule mjomba. Hamna kitu mule mjomba. Msanii mwenye akili katika wasanii wote Tanzania ni Diamond. Huo ni uongo. Tunamsema vibaya kwa Diamond. Tunamsema vibaya kweli. Lakini Mungu naye ule ubaya wetu haupenyi, kwa sababu kamuwekea ukingo wa malaika ambao wanamkinga Diamond. Kwamba mabaya yote yanayokuja, hawa malaika wanafanya. Au vipi bwana, tuangalie nani mkali, kwa sababu unaweza kuwa unaongea sana, too much talking. Bwana mwanamuziki Diamond Platinum, mwanamuziki ambaye anafanya vizuri kwenye game ya muziki wa Bongo Flava Tanzania, siku ya jana alikuwa kwenye jukwaa la siku ya wafanyakazi pale Singida mbele ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini Diamond baadaye akazungumza kwamba kuna uwezekano wa kumpata mwanamuziki akajiunga na lebo ya WCB. Mwanamuziki huyo atatoka mkoa wa Singida, na hiyo ni kwa mara ya kwanza kabisa. Nikaona nije hapa nipige story na moja ya mwamba ambaye naye anafahamu kabisa game ya muziki wa Bongo Flava Tanzania, game inavyokwenda. Oi, ni aje? Fresh tu. Sawa, nadhani unamfahamu Diamond Platinum. Yule ni mwamba. Yule ni mwamba. Yule nafikiri kwa miaka ijayo mbeleni, nafikiri yule kama sio kuchaguliwa kuwa na uongozi mkubwa ndani ya serikali, basi atajengewa sanamu kubwa sana ambayo tutakuwa linamwakilisha hata kama atakapokuwa hayupo. Vizazi na vizazi, wajukuu zake, watoto wake, wao wanaona kwamba huyu ni baba. Sawa. Diamond siku ya jana alizungumza kwamba kuna uwezekano wa kumpata mwanamuziki ambaye atajiunga kwenye lebo ya WCB, na mwanamuziki huyu atatoka mkoani Singida. Ulionaje kauli ile? Msanii huyu akifanikiwa Wasafi kwenye lebo ya Wasafi. Sasa unajua kwa sababu ile lebo bwana ni tishio. Yaani uwezo hata kama uende pale hujui kuimba. Wewe utakuwa professional tu. Yaani wewe utakuwa ni bonge la tajiri. Ukienda pale Wasafi. Ukienda Wasafi hata kama hujui kuimba. Kwa sababu pale kuna walimu. Yaani pale walimu wapo. Na ndio maana Diamond akaitwa mtu mwenye akili. Msanii mwenye akili katika wasanii wote Tanzania ni Diamond. Kwa sababu akichukua Singida kule na wasaidia, kwa sababu sijawahi kuona msanii ambaye ana hiti kutoka Singida tofauti na Wema Sepetu ambaye alimsababisha Diamond kuwa Diamond vile alivyo. Kwa hiyo asilimia kubwa ninajua kwamba kwa Singida pale kwanza atakuwa ameheshimisha ule mji. Atakuwa ameheshimisha sana, kwa sababu kwa Singida hakuna wasanii ambao wana hit na ambao wanajulikana sana kama tunavyowaona wasanii wa mikoa mwingine. Unaangalia Mwanza wapo wasanii wengi. Ukiangalia Mtwara ndio huyo Harmonize ametoka. Lakini bado ukiangalia Iringa kuna hao wasanii kina nani? Ukiangalia Mbeya kuna wakina Rayvanny. Ukiangalia Arusha ana watu pale ambao ni wakina nani hao wafanyakazi wake sio nini. Kwa hiyo unajikuta kwamba Diamond kila alipogusa ule mkoa una heshima yake. Yaani Diamond mkoa wowote, kijiji chochote ana uwezo wa kumchukua msanii na akafanya naye kazi na msanii akahiti na hiyo sehemu ikawa ni maarufu. Kwa mfano Harmonize angesema kwamba basi achane na zile mambo zake zote, ila aendelee kujifanya mjinga kwa Diamond Platinum. Hadi sasa hivi saliwahi kuzungumza kwamba anafungua redio Mtwara huyo Harmonize. Hadi sasa hivi ile Mtwara nafikiri kwamba ingekuwa ina bonge la redio, ile Mtwara ingekuwa yani ina wasanii kibao. Na tumshukuru tu kwamba anaendelea kufanya vizuri. Japo kuwa kwamba engo zake bwana mimi huwa sizipendi sana. Engo za nani? Harmonize. Huwa sizipendi sana. Sitaki kumzungumzia sana kwa sababu sio nafasi yake hii. Okay. Sawa. Lakini unaonaje namna Diamond Platinum anavyosaidia vijana kama kina Harmonize, Rayvanny na wasanii wengine? Diamond na ndio maana anazidi kufanikiwa kwenye mambo yake. Yaani Diamond ndio maana anazidi kufanikiwa kwenye mambo yake. Kwa sababu ya hicho anachokifanya. Yaani yeye nafikiri amezaliwa kwenye huu ulimwengu wa muziki aje kuwa ni mtu ambaye anakuwa msaada kwa wasanii, na sio kwa wasanii tu, kuwa msaada wa Watanzania walio wengi. Kwa sababu anavyovifanya vyote sio kwamba anafanya kwa msanii tu.
Yani anafanya kwa watu wengi. Sema alichosahau tukasahau kufanya kwangu mimi. Yani anafanya vitu vingi, si kwa watoto, si kwa kina mama, si kwa kina baba, sio kwa watangazaji au unaowaona wanaombrandi wanaofanya nini wanamzungumzia, si kwa waandishi wa habari, sio kwenye media. Anafanya vitu vingi ambavyo Mwenyezi Mungu vinampendeza. Kwa hiyo lazima kila anachokifanya kidogo kionekane kwamba ni kitu ambacho kinamsogeza na inapaswa apate fadhila. Na kupata fadhila sisi tunamsemaga vibaya na tunamsema vibaya kwa Diamond. Tunamsema vibaya kweli kweli, lakini Mungu naye ule ubaya wetu haupenyi, kwa sababu kamuwekea ukingo wa malaika ambao wanamkinga Diamond, kwamba mabaya yote yanayokuja hawa malaika wanafanya yani wanapita. Sasa unaweza ukashangaa Diamond ni mtu ambaye amekutana mikiki kibao, lakini bado ana prove. Nani msanii mwingine ambao unaweza kaniambia kwamba anazidi kuprove kama Diamond Platnumz? Sisi tulijua kwamba kuna kipindi fulani kwamba sasa anapotea Diamond, yani anapotea. Na tukajua kipindi fulani pia tukajua kwamba sasa Diamond hapa anaenda kuisha. Lakini bado tukajua kwamba sasa kama amefungua radio, amefungua TV, afanya nini, basi ni namna ya kujiandaa kwenye muziki. Anaondoka kwenye muziki, anabaki na radio na TV. Lakini hadi leo unaona TV hiyo hapo, muziki huo hapo, radio hiyo hapo, watangazaji kama wote. Nani ambaye hafurahi maisha ya Diamond wewe? Nani ambaye hafurahi? Au hata hao wanaofanya kazi kwake, wafanyakazi wake, au ambao wanafanya kazi Wasafi. Nani mfanyakazi ambaye anatoka halafu akamsema kwamba kweli Diamond alikuwa ananilipa hela ndogo? Kweli Diamond alikuwa anilipi kanizulumu? Nani? Maana yake wanafurahia. Yaani wanafurahia hata kitoka baada anafiri kurudi. Okay. Sawa. Tumezungumza vitu vingi sana. Natamani uzungumze neno moja kuhusu mwanamuziki Diamond Platnumz, namna anavyosaidia vijana wengi, amekomboa vijana wengi. Neno moja tu kwake. Kibinafsi na akili yangu na malaika wote wanisimamie. Aendelee na moyo huo. Aendelee na moyo huo wa kuwasaidia vijana, kuwasaidia wasanii. Lakini anapowasaidia ahakikishe na wenyewe wakitoka kwake hawaendi kufa. Yaani hawaendi kushuka. Maana yake mtu akitoka kwake basi aendelee kupanda. Yaani hiyo ndio karama ambayo naiona kwa kwamba Diamond alipewa, basi isimamie, lakini aendelee kwa kwamba mtu unaondoka kwangu, awape ushauri wa kutosha. Unaondoka kwangu, unaenda kufanya kazi za kujitegemea. Ninakuomba kwenye mziki uwe 1, 2, 3. Ndicho nacho kisema tu kwake yeye. Yaani ndio ushauri wangu mimi. Kwamba yani msanii yote ambaye anaamini kwa kwamba Diamond huyu mimi nimekaa naye, sasa nahitaji kumwachia akajitegemee, ampe maarifa ya kutosha. Yaani kama kuna uchawi ambao Diamond anautumia, basi mdokolee hata kidogo. Na yeye akienda kule aendelee kuprove. Kwa sababu sio tunakuwa na taifa ambalo linakuwa na msanii ambaye anakuwa ni mmoja yule. Alafu huyu amezaa watoto, alafu wale watoto hawana msaada kwa watu wengine ambao wanatokea. Kwa hiyo wanaozaliwa na Diamond wakazae watoto wengine ambao ni wasanii, yani wakalee watoto wasaidie wasanii wengine ambao inatakiwa nao wafanye vizuri kupitia yule. Kwa sababu unajua huu ni mnyororo. Mungu amekupa wewe ufanye interview na mimi. And then lakini mimi ninapofanya interview na wewe nakutana na watu wengi zaidi ya wewe. Kwa wale nao kukutana nao, na kuna watu wengine ambao wako nyuma pia wanahitaji wakutane na wewe kupitia mimi. Kwa hiyo hicho ndio kitu anachokimaanisha kwamba Diamond, msanii yeyote ambaye anakuwa amepita mikononi mwake, ampe maarifa ya kutosha, and then yule msanii anapoenda afanye vizuri na endelee kufanya vizuri. Lakini sio kwamba afanye vizuri kwa sababu wanakumbatiana tu wao wenyewe. Maana yake yani wigo utanuke. Wigo utanuke. Na ndio kama hicho ambacho tunakiona kwamba atakachukua msanii Singida, hata anachukua msanii wapi? Naona Zanzibar hiyo hapo inang'aa. Zanzibar hiyo hapo ina heshima. Sasa kama isingekuwa kwamba labda ameliona hilo, akamchukua mwanadada kule, nafikiri Zanzibar wangekuwa wanazungumza vitu vingine. Mimi la kwangu ni hilo. Huyo ni CJ au sio?
Seiji, usisahau kwenda kusubscribe kwenye channel yangu ya YouTube inaitwa Tigi_TZ. Tigi ya Kiswahili, yani Tigi_ ya chini TZ. Unakuta maunyama kokoriko ndio inahiti hapo juu, unaikuti na elea namna hii. Shout out to PTV au bana. Asante kwa kuichagua PTV Tanzania. Kwa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako, kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza.